katika viwanja vya Mauzidom ambapo leo hii kulikuwa na mtanange uliomshirikisha timu ya Mazombi dhidi ya timu Misri, ambapo timu ya Mazombi iliweza kupata ushindi kwa kupitia penalty katika dimba hili. Niweza kukwambia kwamba lengo na madhumuni ya mchezo huu ni kukemea vikali madawa ya kulevya katika visiwa vya Zanzibar. Wanasema ya kwamba madawa ya kulevya katika visiwa vya Zanzibar inawezekana. Sasa hivi tumeanzisha Dawa Cup ambayo imefanya vizuri, na Mazombi timu imetoka kidedea kuwa ni bingwa wa mwanzo katika Dawa Cup kwa mwaka huu 2025, na zoezi hili litaendelea kila mwaka katika kuhamasisha kwamba kinga dhidi ya dawa za kulevya na tiba inapatikana ili Zanzibar na Tanzania kwa ujumla isiwe na dawa za kulevya. Na sote kama tulivyoona kauli mbiu mwaka huu, wezesha katika kinga na tiba dhidi ya dawa za kulevya. Kwa hiyo nahamasisha vijana tusijiengeji katika masuala ya madawa, kwa sababu ni madhara, yanaleta athari, masuala ya maradhi ya kensa za pafu, damu, lakini vile vile taathira za akili. Zile ndoto zenu zinakuwa hazifikiwi. Kwa hiyo tusijiingize katika biashara hii. Tunaadhimisha kupiga vita matumizi ya dawa za kulevya, na sisi Zanzibar kama sehemu ya dunia tunaungana na wenzetu kupiga vita matumizi ya dawa za kulevya. Katika mikakati ya kupiga marufuku biashara haramu ya dawa za kulevya. Hivyo basi leo tunatoa message kwamba dawa za kulevya hazilifi. Biashara ya dawa za kulevya hailipi. Yoyote atakayefanya biashara ya dawa za kulevya basi ajihakikishe kwamba hatakuwa salama. Atakuwa katika mikono ya serikali, tutamtia mikononi, atatiwa adabu na atapelekwa mahakamani kuhakikisha kwamba anajibu tuhuma za kukiuka sheria namba 8 ya mwaka 2021. Kwa hiyo nitoe wito kwa watu wote wanaojihusisha na biashara haramu ya dawa za kulevya. Sio salama, sio biashara salama. Tafuteni kazi nyingine ya kufanya. Sisi ambao tumepewa dhamana hii tuko tayari, uwezo tunao na nia tunayo. Kwa hiyo mtu yeyote atakayejichanganya kuingia kwenye biashara hii, tunamhakikishia kwamba hatakuwa salama kwa dhamana hii tuliyopewa. Hii tumechukua kama pilot study. Tumeanzisha mchezo ili kuvuta vijana wengi waje katika mchezo huu, na tumetumia zile timu ambazo zina viashiria ambavyo vya matumizi ya dawa za kulevya. Hivyo basi tumeanza kama pilot study, lakini tunategemea kuanzisha Dawa Cup ili tushirikiane na vyama vya michezo kuhakikisha hawa vijana wetu tunawashirikisha katika michezo, lakini tunawapa elimu ya athari za dawa za kulevya, tunawapa elimu ya sheria kwamba wa comply na sheria ambayo imetungwa kwa ajili ya kuzuia au kudhibiti biashara haramu ya dawa za kulevya. Hii tunaona hapa jinsi ambavyo vijana wengi wamekuja kupata ule ujumbe ambao unahusu kama vijana, kwa sababu tunajua kwamba madawa ya kulevya ni moja kati ambavyo ni vitu vinavyoathiri maisha ya vijana, na mambo mengi haya yanakuwa yanakumba vijana. Kwa hiyo hichi ambacho wamekifanya ni fundisho tosha. Niseme kwamba kwa kweli wanastahili pongezi sana, kwa sababu tunajua wale ambao wanapata madawa wanaotumia haya madawa ya kulevya wanakuwa hawana maisha marefu, lakini pia katika utafutaji wao wa riziki unakuwa pia si nzuri, kwa sababu wanakuwa wanapoteza nguvu nyingi kubwa za mwili. Lakini kila tunapokwenda na tunapoona hii taaluma inatolewa kuhusu vijana, kwa hiyo hii ni faraja kubwa sana ambayo pia ni chachu ya maendeleo ambayo tunategemea vijana hawa wawe ni taifa la leo, lakini pia ni taifa la baadaye. Michezo tumeona kwamba hii ni zoezi kubwa sana, kwa sababu vijana wanapoingia katika michezo, haya mambo ya madawa ya kulevya kidogo yanakuwa yanakaa pembeni. Kwa hiyo tunapata vijana wenye tija, lakini tunapata vijana ambao wanajielewa na tunapata nguvu kazi ya taifa. Kwa hivyo tumpongeze sana Mheshimiwa Rais kwa kutuwekea kwanza miundombinu hii ya michezo ambayo tunaiona kwa sasa hivi. Kwa Zanzibar imeanza kuenea kona zote za Zanzibar, Unguja na Pemba, lakini kuna viwanja vya kimataifa ambavyo tunaboresha viwanja hivi ili kuhakikisha kwamba vijana wanapata zile fursa. Naitwa Juma Ali Yusuf maarufu James. Kiukweli tumebahatika kucheza katika mechi ya kudhibiti madawa ya kulevya duniani, timu Mazombi, timu Misri. Timu Mazombi wameibuka kwa ushindi wa penalti 5 kwa penalti 3, ila mchezo ulikuwa mzuri kwa kweli. Changamoto ni upigaji wa penalti, sio wazuri kwa penalti, ila tumemudu dakika 90, lakini
Tumekosa nafasi nyingi, na ukikosa nafasi nyingi lazima utaadhibiwa. Tunasababisha vijana wapunguze na waache kutumia madawa ya kulevya. Naitwa Hassan Said Hassan KSN, captain timu wa Mazombi FC. Wakati sisi tumemaintain Mazombi kwa sababu Mazombi sisi ndio kaida yetu. Tumemaintain, tumetoka bila kuingia kipindi cha pili, tukabadilika, mwalimu akafanya mabadiliko, tukabadilika. Pia tukajikaza, tukatoka bila kwenye matuta, tumepambana, tumepata ushindi. Sababu tumehamasishana, yani Mazombi timu wake, sote timu wake. Kwa hiyo tumehamasishana, tumesema tusikose tena, kwa hiyo Mungu atatujalia tujakosa tena. Kukosa moja tumepata bahati mbaya, fresh. Madawa kulevya ni hatari kwa afya. Alafu kwa sisi wachezaji ndio kabisa madawa kulevya hayafai.